tumeyasoma pamoja hapo, Zerubabel anazungumziwa. Ameona maono, Bwana akanena naye, na anaongea kuhusu hekalu la Bwana, jinsi litakavyojengwa. Ni nani? We mlima mkubwa mbele ya Zerubabel, mlima mkubwa ambao ulikuwa unaonekana kama kikwazo ama kizuizi cha aina fulani chenye kuzuia kazi ya Mungu isifanyike au hekalu la Bwana lisijengwe, au unasimamia kizuizi, kipingamizi cha aina yoyote. Katika maisha ya mteule wa Bwana hali huwa ziko namna hiyo. Kama umeokoka wewe, katika safari yako unaweza ukawa shahidi nami ya kwamba umewahi kupita ya hali ya sampuli hiyo. Umewahi kuwa na hali ya kuona mlima, kama vile kulikuwa na Goliathi aliyetishia jeshi la wana wa Israeli, akawa kikwazo kikubwa na baadaye alikuja kuondolewa. Tunaweza kusema ni nani Goliathi wewe ambao unaweza kusimama mbele ya Daudi? Sasa vikwazo vyote ambavyo vinaweza kusimama kupinga kazi ya Mungu vinazungumziwa hapa, ya kwamba vinaondolewa na namna moja, si kwa uwezo wala kwa nguvu, ila kwa Roho Mtakatifu. Ni nini ile ambayo unataka kuiendesha katika maisha? Ni mambo gani ambayo tuko nayo katika kanisa la Bwana tunataka yaweze kufanikiwa? Ni kitu gani kinaweza kunyosha mambo yawe sahihi? Ni kitu gani kinaweza kubadilisha maisha ya watu? Ni nini inaweza kubadilisha nchi ikawa vizuri? Ni nini inaweza kubadilisha mtaa ukawa vizuri? Je, ni ufasaha wa lugha za mtu au ni uongozi wa maneno mengi? Hapana. Hasa tunapokuwa katika nyumba ya Bwana na ufalme wa Mungu unaendeshwa si kwa nguvu wala kwa uwezo, bali kwa Roho Mtakatifu. Tena nasema, asema Bwana. Usiku wa leo tuko mahali hapa, tusifanye jambo moja ila hili tu, ya kwamba tumwambie Bwana husika katika utekelezaji wa mambo, kwa sababu kuna mambo tunataka yaende yaweze kufanikiwa. Hii ni safari ambayo tuko nayo. Tukikumbuka wakati Yesu alipokuwa anaondoka, kabla ya kuondoka aliwaambia jambo moja wanafunzi wake, akawaambia ya kwamba msiondoke hadi atakapokuja yule msaidizi. Kulikuwa na kazi mbele yao, kulikuwa na safari mbele yao, na hii safari haingeweza kuendeka bila msaidizi. Roho Mtakatifu aliyekuwa anaachwa au aliyekuwa anatumwa kama msaidizi hakutumwa tu aje kutu accompany. Hakuwa ni rafiki wa kutusindikiza, hakuwa ni rafiki wa kutufanya tusiboeke, hakuwa ni rafiki wa kutu keep company, bali alikuwa ni rafiki wa kutuwezesha hakika kuendesha mambo. Bila yeye haiwezekani. Yaani ni rafiki ambaye ndiye mwendeshaji wa mambo. Mkristo upate kuelewa ya kwamba Roho Mtakatifu si msaidizi wa ziada, bali ni msaidizi ambaye lazima awe hapo. He is not an alternative, si njia mbadala, si kitu, si nyongeza katika safari, bali ndiye mwakilishi hasa wa safari yenyewe, ya kwamba bila yeye haiwezekani. Ndio sababu Yesu akasema msiondoke. Akawaonya wanafunzi wake, akawaambia kaeni hapo chumba cha juu, ngojeni Galilaya mpaka atakapokuja msaidizi. Kwa nini? Kwa sababu hauwezi kwenda bila yeye. Na hapa tunaona ya kwamba si maneno ya mtu, si ufasaha wa mtu, si elimu inayoendesha mambo. Kina Petro na wengineo walikuwa wanahubiri, na walipokuwa wanahubiri Mungu akawatumia Roho Mtakatifu, huyu akawatumia wakafanya miujiza mikubwa katika maisha ya watu. Maana wale Mafarisayo wakaanza kuzungumza na kushangaa, makutano wakashangaa, wakasema hao watu wametoa wapi elimu kubwa hivi? Mambo haya wanayofanya kwa jina gani? Ni kwa jina la nani wanafanya haya mambo? Wametoa hapa ya mambo na hawana elimu.
watu wa kawaida, watu wa kidini wanachukulia ya kwamba masuala ya Mungu yanafanyika kwa elimu. Ndio sababu mtu wa dini anaenda chuo hadi chuo akisomea kitu kinaitwa theolojia. Amesomea, unasikia huyu ana shahada hii, ana degree, ana viwango fulani, ili akitoka pale sasa aje aanze kujielezea kwamba yeye ni msomi na anaelewa mambo, na anaweza kuendelea hivyo akawa ni mwanatheolojia tu, tena theolojia ya kidini. Kunayo madhehebu mengine ambayo hayaamini wokovu, lakini bado huwa anaenda kwenye theolojia na wanasoma mpaka mwisho, mpaka elimu ile ya mwisho kabisa, alafu wanarudi wanapewa vyeo ili waonekane kwamba wao ni makasisi wakubwa, ni maaskofu wakubwa, waendeshe dini kwa mujibu wa elimu waliopewa. Lakini pale dini hiyo inakoseka bado, pamoja na elimu hiyo bado inakoseka, kwa sababu ile ni kazi wanaifanya kwa kichwa. Ile ni kazi ambayo haiendeshwi na elimu ya kibinadamu. Elimu tunaongezea katika mafundisho tulionayo ya kibiblia ili tuendeshe kazi ya Mungu. Lakini kiroho, safari ya imani, safari ya uokovu ni safari ya kiroho ambayo haiendeshwi kwa akili. Biblia inasema katika Mithali ya kwamba mche Bwana, mtegemee Bwana, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Maana hii si akili inayohitajika, si elimu inayohitajika, kuna hekima ya juu inayohitajika. Usiku wa leo tunakumbushwa, sio kwa uwezo alionao mtu, sio kwa sifa alizonazo mtu, sio kwa elimu alionayo mtu, sio kwa uwezo wala kwa nguvu, bali kwa Roho Mtakatifu. Usiku wa leo tuko hapa, Roho Mtakatifu anaitwa kwa maneno rahisi tu, anaitwa hata na mwokovu wa aliyeokoka jana. Akiitana anasema niiteni nitaitika, akiitwa anaitika, akihusishwa anakuja. Kazi zote zinafanyika si kwa kichwa cha mtu. Unaweza kusimama ukaongea na kundi kubwa la wateule, ukatumia Kiswahili sanifu, ukatumia Kizungu, Kiingereza kile cha kisawasawa, lakini bado kusitokee matokeo, kwa sababu ile ni kazi ya mwenyewe. Kanisa linaendeshwa na mwenyewe. Kanisa ni la Roho Mtakatifu. Kanisa ni la Yesu. Mambo yanafanyika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema ya kwamba ni yeye atupaye kupenda na kutenda. Ezra inasema ya kwamba walioamka kwenda kujenga nyumba ya Bwana ni kwa kadri ya wale roho zao Bwana aliamsha roho zao. Haiendi kufanikiwa kwa sababu ya kukazaniwa, kwa sababu ya kukumbushwa. Hapana. Unajua, wakati ambapo watu wanapokuwa hawajashikana na Mungu vizuri, wanakuwa ni watu wa kusahau mambo mpaka wakumbushwe, kwa sababu ni kitu kimeunganishwa na jitihada za kibinadamu. Mtu ambaye hajakuwa, mtu ambaye ndani yake hakuna kitu, ni mtu anayetegemea reminder kila wakati. Hamuku nikumbusha, tukumbushane. Tungekuwa tumekuja kwa ule ushirika, lakini hatukukumbushana. Tungekuwa tumekuja kwa mkesha, lakini hatukukumbushana. Yaani huyo mtu hajaunganika, roho yake haijaunganika. Lakini roho yake ikiunganika na roho wa Mungu, hamu ndani ya maisha yake inamsukuma, kiu inamsukuma, anataka kuwa mbele za Bwana yeye mwenyewe pasipo kukumbushwa. Akifika haangalii pamekuja watu ama hapaja kuja, kwa sababu ndani ya moyo wake Roho Mtakatifu amefanya kazi. Wakati mwingine unaweza kulala usingizi na Roho Mtakatifu akakutembelea katika njozi na akanena na wewe na akakwambia jambo fulani, na akimaliza kukuzungumzia unasikia hili si la kulala tena pasipo kuliombea. Roho Mtakatifu anaweza kuja akakuletea maonyo fulani, akakwambia, akakuonyesha maono fulani yanayoonyesha uhatari fulani.
na baada ya hapo Roho Mtakatifu anakuquicken ndani ya moyo wako, keti na uombe jambo hili, na pale unaanza kuliombea na kukemea, unalikemea, la kuenforce unaenforce. Kama umeonyesha kwamba kuna hali ya wizi imefanyika, kuna kitu chako kimeibwa, kuna destiny imeibwa, unasimama na kuanza kuirudisha. Roho Mtakatifu ndio anakuongoza. Sasa ili mwenye akili hawezi kuelewa kitu. Mwenye akili ataota ndoto, ataamka tu na kusema jana nililala na mashetani, nililala niota hivi, na kwake haina maana wala hakuna kitu anachokisikia ndani. Bali mteule wa Bwana safari yake inapangwa na Roho Mtakatifu. Hata anapochukua safari fulani kwenda na kuna jambo fulani la kuondoa njiani, Roho Mtakatifu anamsaidia ya kwamba katika safari hii vunja hili na hili, haribu hili na hili. Alafu unaposafiri katika safari, unaona tukio fulani, unasema ndio maana Bwana alinionya kuhusu hii. Lazima tuongozwe na Roho Mtakatifu, sio kwa uwezo wa mtu, sio kwa elimu ya mtu, sio kwa sifa za mtu, lakini kwa uwezo kwa Roho Mtakatifu. Yeye ndio atakayemhusisha. Usiku wa leo, ni nini unatamani kifanyike? Je, wakati mwingine unaweza kuwa na hasira, useme mbona hawa hawasikii, mbona hawa hawasikii, mbona hata nikisisitiza hawasikii. Sio kwa kusisitiza kwako, bali ni kwa Roho wa Bwana, asema Bwana. Haleluya! Ni kwa Roho wa Bwana tutakapomwambia Mungu, hii ni kazi yako. Tutakapomwambia Mungu, hili ni kanisa lako. Tutakapomwambia Bwana, tawala, wewe ndio utakayeingia ndani ya mioyo ya watu mpaka roho zao ziamshwe. Watu walioondoka kwenda kujenga na Ezra ni wale roho zao ziliamshwa, na zinaamshwa na nani? Na Bwana, ili ya kwamba mambo yaweze kufanyika, watu waweze kuitikia wenyewe. Roho Mtakatifu ndio anayefanya hiyo kazi, ili wewe uweze kuja kwa mkesha pasipo kusukumwa na mtu. Bana, hata leo sikutuma reminder, lakini mmekuja kwa sababu Roho Mtakatifu anakushughulikia ndani yako, anakuambia kunao uhitaji wa kuombea, anakuongoza kuombea hawa. Ndio sababu unapoingia katika maombi, hata pasipo kupewa mwelekeo fulani, ukiingia katika Roho na kuachia Roho Mtakatifu kutawala, unajipata umeanza kuziombea jamii, unajipata umeanza kuombea fulani, na Roho Mtakatifu anakuchukua katika maombezi. Mtu anaweza kwenda mbele za Bwana kwa kuombea hali zake zilizombana kwa sababu ya kilio alicho nacho. Bwana unisaidie katika hili, Bwana unikumbuke. Na mtu akamwaga machozi kabisa kwa sababu ya kubanwa na mahitaji yaliyo nayo. Hiyo ni vizuri, lakini wakati ambapo ni tofauti na hivyo, Roho Mtakatifu anakuchukua wewe kuanza kuombea wengine, maana yeye ni wa kuombeana, yeye ni wa maombezi. Na ndio maana Roho Mtakatifu, Biblia inasema hatujui jinsi tupasavyo kuomba, ila yeye hufanya nini? Hutuombea kwa kugua kusipoweza kutamkika. Anatuombea, yaani yeye ni Mungu na anaweza kutulia, aseme wajue wenyewe, waombe wawe ni wenye shida. Mimi nina shida gani? Na mimi ni Mungu. Maana Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Lakini kwa nini anauchukua huo mzigo kutuombea sisi? Ana asili hiyo, ana nature hiyo ya kuintercede. The Spirit of God is an intercessor, and so he fills you with that spirit of intercessory so that you can pray for others. Na ndio maana unapoingia katika maombi kama haya, unasikia mzigo wa kuliombea kanisa because of the Spirit of God. Unasikia mzigo wa kuombea taifa because of the Spirit of God. Angalia jinsi kunavyoendelea wakati huu, mambo yako ya ajabu, mpaka unasikia sasa la kufanya hapa, sitalaumu kiongozi maana sielewi, la kuomba ni kuita Mungu afanye kazi. Watu wamepatikana, watu 20 na kitu wamepatikana, wamezikwa kwa kaburi la pamoja. Idadi ya watoto si watoto 10 na ngapi, watoto wachanga, wengine wana majeraha ya vichwa. Yaani katika
katika kufa kwao wengine waliuawa kwa kupigwa kichwani na wakafa, watoto wadogo. Mkaguzi wa maiti zile jana alisema amekagua, sasa amemalizana na watoto sijui 10 na ngapi. Anasema leo alikuwa aingie kukagua watu wazima. Ni nani huyo anafanya vitu kama hivi? Watu hao waliuawa wapi? Hiyo ndio nchi yetu ya Kenya. Hatuongei juu ya Russia na Gaza na wapi na Ukraine na Iran kwenye vita. Tunaongea nchi ya Kenya hii iliyotulia hivi. Tuko hapa, lakini taifa letu hili limekumbwa na unyama. Watu wameuawa, sijui wameuawa wapi, na mtu anadiriki kuja kuchimba kaburi kubwa na kuzika hiyo mili hapo na kufukia ili iishe hivyo. Watu wanaulizana, jamani, watoto wetu wako salama ikiwa kutafanyika namna hiyo? Sasa Mkristo anapoona hali kama hiyo, ndani ya moyo wake kunakaa namna gani? Si Yesu wa kutupa mikono na kusema sasa ni shauri yao. Hapana. Mkristo anapokuja kanisani amebeba uombezi ndani yake. Anapoona taarifa za majonzi vile, anapata mzigo ndani ya moyo wake na kumwambia Baba, ingilia kati kwa ajili ya taifa letu. Bwana, ponya kanisa lako. Bwana, ponya nchi hii. Kama ile sehemu ya Biblia katika Mambo ya Nyakati inayosema ikiwa watu wangu, jinsi inavyosema ikiwa watu wangu, haiishii tu kwa kuombea mahitaji yao, bali mwisho inamalizia kwa kusema nitaiponya nchi yao. Ina maana hawa walikuwa wanaenda mbele za Bwana kwa kuintercede. Ina maana hawa walikuwa wanaenda mbele za Bwana si wajiombee wao, lakini wana mzigo kwa ajili ya taifa lao, wana mzigo kwa ajili ya viongozi wao. Nilikuwa nasikia mhubiri mmoja leo akiomba baada ya mahubiri na kumwomba Mungu na kumwambia Bwana, angalia hata viongozi wetu, hata inafika mahali wananena vitu ambavyo havistahili kunenwa. Akawa na waombea ndani ya moyo wake. Mhubiri huyu amejawa na mzigo kwa ajili ya taifa ile ambalo alikai vizuri. Anainuka kiongozi huyu, anaongea vile, huyu anaongea vile, na kuongea huku kote kunakuwa kama sarakasi tu, lakini watu wana mahitaji makubwa, wana mahitaji yanayostahili kushughulikiwa. Na wakati mwingine watu wanaweza kaulizana, wasema jamani, badala ya kushughulika na mambo ya ujenzi wa taifa, watu wamekazana na maneno mengi tu. Ni nani atakayetengeneza hali hii? Roho Mtakatifu anapoinua roho zetu, anapounganika na roho zetu, tunapokuja kama hivi katika maombi, Roho Mtakatifu unapojiachia kwake, anakuongoza. Unajipata tayari rais amekuja katika moyo wako, unaanza kumwombea. Unajipata tayari mawaziri wa wizara mbalimbali wameanza kutiririka katika moyo wako, unaanza kuombea wizara moja hadi nyingine. The spirit of intercessory. Hiyo yote imeletwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Sio kwa uwezo, sio kwa nguvu wala kwa uwezo, bali kwa Roho Mtakatifu. Mambo yatafanyika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa Roho Mtakatifu, yeye ambaye ndio anajua kila kitu. Kwa hiyo alikuwa anaongea na Zerubabeli kuhusu kujenga nyumba ya Bwana. Akasema kazi hii kufanyika, lazima Roho Mtakatifu ahusike, kwa sababu kuna watu wazembe, kuna watu wasiojisikia kwenda kujenga, kuna watu wasiojisikia kuja kwenye mkesha, kuna watu wasiojisikia kuja kwa ibada, kuna watu waliorudi nyuma, kuna watu ambao hawana hamu tena, hawawazi ufalme wa mbinguni. Wanaombewa na wale waliohuishwa roho zao na nani? Na Roho Mtakatifu. Mtu aliyejawa na Roho Mtakatifu anaacha kuwa na ubinafsi. Roho Mtakatifu anamtwika kujali wengine. So you can spend the whole of this night, a bigger part of this night, just praying for others. And actually that is what goes on. Because that sometimes unakuta mahitaji yako pengine si mengi hivyo. And sometimes unapofika tu moyo wako umechukuliwa, umeanza kuombea watu wengine.
Umeanza kusikia jamani, kanisa la Bwana linakaaje hivi, tayari unaanza kuliombea. Mbona fulani amerudi nyuma hivi, tayari unajipata ukimwombea. Mbona familia hii ina matatizo hivi, unapata kuna mpendwa fulani amepitia masaibu katika familia yake. Ukifika tu unajipata umeanza kumwombea. Huyo ni Roho Mtakatifu. Na mwisho wa siku yule ndugu anakombolewa, yule mama anakombolewa, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio aliyekutuma kumwombea. Yeye ndio aliyekutuma, yeye ndio aliyesababisha watu waamke. Kuna kazi gani ya kujenga nyumba ya Bwana? Ni nani atakayewaamsha watu waende kujenga? Ni nani atakayefanya watu wajisikie kwenda? Ni Roho Mtakatifu. Ndio sababu inasema usibebe kazi hii mwenyewe kwa akili yako. Hakikisha Roho Mtakatifu umemhusisha, kwa sababu watu wale unatarajia wachangamkie kazi wataguswa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hatuepuki Roho Mtakatifu kwa namna yoyote. Bwana sio kwa uwezo wala kwa nguvu, ila kwa Roho Mtakatifu, asema Bwana. Kumbe yeye ndio siri ya mafanikio, yeye ndio siri ya kila kitu, yeye ndio siri ya kanisa kuinuka, yeye ndio siri ya watu kutolala kwa kesha, hata kuruhusu kulala, atakapo kutwika mzigo, atakapo mtu ambaye anahitaji zito ndani ya moyo wake, wakati mwingine hata anakosa usingizi. Mtu ambaye ana kitu kinamsumbua, halali vizuri. Sasa Roho Mtakatifu, unasikia vile tunaambiwa, hutuombea sio kwa kushangilia, hutuombea sio kwa kuburudika, hutuombea sio kwa kurelax, bali kwa kufanya nini? Kwa kuugua kusikoweza kufanya nini? Kutamkika ama kutamkwa. Sasa kama Roho Mtakatifu anaugua, huyo analala kweli? Ina maana kuna uzito anaousikia. Kama ingekuwa na kulala, ungempata yuko macho. Umuulize Roho Mtakatifu, mbona ulale? Sema kuna kitu naugua mimi. Naugua, sina amani. Ukisikia Roho Mtakatifu anaugua, he is groaning. Kuna kitu kimemkaa ndani ya moyo wake, kuna kitu kimemkaa uzito, ndio maana hawezi kulala, yeye anaugua. Umeacha kitanda chako, ungelala tu, lakini kwa nini umekuja? Kuna kuugua ndani ya moyo wako, kuna kitu hakikuridhishi, ndio sababu umekuja. Elewa hivyo kilichokufanya uje, kwa sababu hakuna kitu umeahidiwa unakuja kupewa hapa, lakini umekuja. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahali pana kusumbua, aidha ni kwa maisha yako, kwa nchi ya Kenya, kwa kanisa la Bwana na eneo hili kwa ujumla. Unao mzigo ndani ya moyo wako. Ndio maana kitabu cha Joel kinasema watu waje mbele za Bwana kwa kufunga, kwa kuomba na kufunga. Wageuze sherehe zao ziwe maombolezo. Na kwingine Biblia inauliza, wako wapi wanawake wanaojua kuomboleza? Unaona, yote inahusishwa na kilio, yote inahusishwa na machozi. Ukiona watu wanalia, kuna jambo halikai sawa. Ukisikia Roho Mtakatifu anaomba kwa kuugua, kuna jambo halikai sawa. Roho Mtakatifu hayuko kwenye sherehe, anaugua. Naye akigusa watu, anawasababisha mashujaa wanakuja. Ndio sababu sija kuja peke yangu. Ndio maana wewe na wewe mmekuja, kwa sababu Roho Mtakatifu amewatuma, amewanyima amani, akawaambia hamwezi kulala, kuna kazi pale yastahili kufanyika, and that is why you have come. Na kwa kuwa umekuja, mwambie usiku wa leo, Roho Mtakatifu, asante kwa sababu ni kwa uwezo wako, ni kwako wewe mambo haya yatafanyika. Tawala, hata kuomba ni Roho Mtakatifu. Asipohusika utalala, asipohusika utaomba dakika 2 useme sasa nini nyingine ninaombea. If he is absent, then hata kuomba kwako hautaweza. So you can see Roho Mtakatifu huyu kuachwa kwetu alikuwa ni walazima. Na mtu yeyote anayeenda safari bila huyu Roho Mtakatifu
ni mtu wa kung'ang'ana, ni mtu wa kushindwa, ni mtu wa kunung'unika, ni mtu wa majuto, kwa sababu atakuwa anaanguka kwa dhambi mara kwa mara, ni kujuta na kutubu kila wakati. Moyo una amani, moyo una manung'uniko. Wakati watu wanapoinua mikono yao ya sifa mbele za Bwana, yeye ni mtu wa kuhuzunika, kwa sababu moyo una matatizo. Ila Roho Mtakatifu akiwepo, anatusaidia katika kila hali. Kwa hiyo kulikuwa na mlima uliokaa, ila Zerubabeli akaambiwa, ni mlima gani unaweza kukaa mbele ya Zerubabeli? Sio wakati Roho Mtakatifu anahusika, sio kwa wakati Roho anahusika. Kumbe Roho ndio mwenye kazi, Roho ndio mwenye kazi, Roho wa Bwana ndio mwenye kazi. Hakuachwa bure na Yesu, hakuachwa kwetu awe mapambo. Nilivyosema, hakuachwa kwetu atu accompany. The Holy Spirit is not just accompanying us, but the Holy Spirit is actually doing the work together with us. He's the one that is moving. He's the power behind the force, the driving force in the faith. Without him, there's no power. Without him, there's nothing that will move. No mountain that will move. Hakuna mzigo utabebeka without the power. Ni kama tingatinga iliyozimwa au haina mafuta, iko hapo, dude liko hapo. Kweli lina kifaa cha kusongeza ile ardhi na kubeba, lakini if there is no fuel, kama haiko nzima, there is nothing that can happen. Na Roho Mtakatifu amehusishwa na mafuta vile vile, kwamba akiwepo ndio fuel ya kila kitu. So we need him. Kwa hivyo wokovu tunao, but the fuel is the Holy Spirit, ambaye akiwepo gari inasonga, akiisha inazima. Hapo ndio unakuja mbele za Bwana na kuitana mbinguni. Bwana Yesu katika shughuli zake alikuwa anafanya, anarudi kuomba, anafanya, anarudi kuomba, because he knew he cannot do anything without the help of the Spirit of God. Kwa hivyo pata siri usiku wa leo, elewa ya kwamba unaweza kuwa na mwalimu katika masuala ya kiroho anayejua kuelezea mambo. Hata hapa tunaweza kuwa tukatangaziana mambo, na mwenye kutangaza akatangaza kwa maelezo yote kwamba kesho, jamani, tukutane tufanye jambo fulani, na kuna umuhimu wa kulifanya, na aeleze kwa ufasaha wote, lakini kesho usipate mtu. Sio kwa sababu hawakuelewa, sio kwa sababu hawakusikia, ni kwa sababu imetumika akili, na ile kazi si ya akili. Kumbuka tuko katika vita na tunapambana na maroho yale ambayo yamezungumziwa katika kitabu cha Efeso. Falme, mamlaka, wa majeshi ya pepo wabaya, wakuu wa giza hili, wote wako katika ulimwengu wa roho. Sasa kama kuna maadui wa aina hiyo katika ulimwengu wa roho, utawezaje kuwaface kwa akili? Ndio maana unalitangaza hapa kwa akili, lakini linashughulika katika roho linashindikana, kwa sababu linakwamishwa rohoni, na wewe unaling'ang'ana kusisitiza. Unaweza hata kuwa na hasira kwa wale unaowaongoza, hamsikii, mnanitazama tu, unaona tu ni shida tu. Kama Roho Mtakatifu hajahusika hata kwenye uimbaji, wakati mwingine watu wanaofanya huduma hata ina hasira, hapo ni ishara kwamba Roho Mtakatifu hayuko. Watu wanatumia akili, watu wana hasira hata madhabahuni hapo. Anaongoza ni kukavu, alafu anaongoza na watu wamekaukiwa hivyo, anaanza kuwatetesha. Kwani hamjakunywa chai asubuhi? Mnanitazama hivi, hamwezi piga makofi, hamjakula. Masuala ya kula hapo nini na nini hapo hayusiki. Roho Mtakatifu kama hayupo hapo, mtagombana hapo, mtagombana na mambo hayaendi. Vyombo pale mtakasirikiana, ni kigani hiyo unaniwekea? Na mwingine anaimba pale, technician hajaweka microphone vizuri, mtu ana hasira anaiweka chini. Baada kusema niongezewe, anaweka chini na anaanza kuimba bila. Ni nini? Imekaifanya. Naye mwingine pale kwenye vyombo naye ana hasira vile vile. Simuongezei, wanagomeana wao wapi? Madhabahuni. Roho Mtakatifu is absent. Hakuna, ni akili kwa akili, malipizano kwa malipizano.
twende. Umeweka chini na mimi naizima akili. Mwisho wa siku mnaishia tu sarakasi na hakuna kitu kimefanyika. Roho Mtakatifu atuingie, atutawale, afanye ibada zetu zifanikiwe, afanye praise and worship ipate kuwa na maana, afanye neno la Mungu ligeuze watu maisha yao, afanye mafundisho yageuze watu maisha yao, afanye mkesha huu uwe wa matokeo. Haleluya! Afanye mkesha huu uwe wa matokeo. Kila ukija ujue kama utakuja uspend the whole night na Roho Mtakatifu hakuwa, hakika umepoteza muda wako, kwa sababu umeomba na nani? Na lazima uombe pamoja naye. Kama wewe mwenyewe unaambiwa haujui kuomba mpaka awepo Roho Mtakatifu, haya umekuja kuomba hayupo, si unapoteza muda wewe? Ndio muhimu kwamba ukija ongea naye, mpigie, kutana naye, mwambie nimekuja, itisha uwepo wa Bwana. Ndio maana tunaimba ili uwepo wa Bwana ushuke na nguvu za Bwana ziwe pamoja nasi, ili tunapoingia katika maombi lisiwe swala la akili, bali liwe swala la kiroho lenye uwezo wa kuingia katika anga za rohoni na kutawanya kazi za adui, kwa sababu hatuwezi kupanda rohoni sisi wenyewe kimwili. Tunapanda na mfalme wa rohoni ambaye ni Roho Mtakatifu, the king of the spiritual realm. Masala ya rohoni yake anaitwa Roho Mtakatifu. Ndio maana wanamwambia Bwana tuipandishe, tuingie rohoni. Ukisoma kwenye kitabu cha nani yule Ezekieli, atunaambia kwamba alitoka katika mwili akapandishwa katika roho, na akaenda akapelekwa katika roho. Wakati alikuwa katika roho akapelekwa mpaka nini? Katika bonde la mifupa ya aina gani? Mikavu. Na akaanza kuonyesha hali ya Israeli jinsi ilivyo, na akaongozwa pale katika maono yale, akawaombea, akasema mifupa irudiane ije pamoja. Yuko katika roho tu, shughuli za roho amemchukua Roho Mtakatifu, amemchukua kutoka mwilini, akaacha mwili, akapanda na yeye. Kama vile unavyoota, unachukuliwa katika roho na unajipata nimeota nikiwa katika mkutano. Roho Mtakatifu huyo. Na kama sio Roho Mtakatifu, ukianza mambo mengine, roho wengine wamekuchukua, umeanza kukimbizwa huko, kimbizwa na mamba, unakimbizwa na nini, unapepetwa kwa kweli huko mpaka urudi. Aidha Roho Mtakatifu asafiri na wewe ama usafiri na wengine. Sasa hapa tunazungumzia Roho Mtakatifu. Ezekieli akachukuliwa katika roho na akapelekwa, akaonyeshwa hali jinsi ilivyo. Na sisi tuko hapo usiku wa leo. Roho Mtakatifu tunamwomba tuchukue, tuingize katika roho, tuone ni nini kinakula Israeli Bwana, tuone ni nini kinakula kanisa, tuone ni hali gani iliyoko, ili kwamba tutakapokuta ni mifupa mikavu. Ezekieli akawa na kazi ya kushughulikia ile mifupa. Akaulizwa, je, mifupa hii yaweza kuishi? Yuko pale katika roho, kazi imeanza. Roho Mtakatifu amemchukua ili aweze kushughulika na hali halisi ya Israeli vile ilipokufa. Alipoulizwa akasema, wajua Bwana? Akaambiwa, haya, tabiri huku katika roho. Kuna mambo usiku wa leo Roho Mtakatifu atakupandisha, na akikufikisha level fulani anakwambia sasa piga fire. Kuna wakati ambapo kikosi cha wanajeshi wanaingia vitani na wanasikiza komanda wao, mpaka wafike mahali, mpaka wakifika wakiambiwa fire, then stand to fire. Hawezi kufanya ovyo ovyo, kwa sababu wana utaratibu na mwongozo unaofaa. Sasa nasi Roho Mtakatifu ndio kamanda wetu wa ulimwenguni wa roho, anayetupandisha mpaka tufike mahali akwambia sasa ni hapa, piga hivi, ni hapa, achilia kombora kwenda hapa. Na ndio usiku wa leo Roho Mtakatifu, nasikia usiku wa leo tumwambie Roho Mtakatifu tupandishe katika roho, kwa sababu mambo yote yanafanyika katika roho. Tuonyeshe. Kulikuwa na shida Israeli, Ezekieli akapandishwa, akapelekwa mpaka bonde lile, akaambiwa Ezekieli, angalia wana wa Israeli ndio hawa,
Hii mifupa mikavu unayoiona ndio hali halisi ya Israeli, na nimekuleta hapa ili ufanye mambo katika roho. Tabiri. Akaanza kutabiri Ezekieli pale, akatabiri mfupa ikarudiana, akaambiwa tabiri mishipa ikuje juu, akatabiri ikakuja. Iambie nyama ikuje juu ya mishipa hiyo, nyama ikaja rohoni tu. Akatengeneza mpaka jeshi likasimama la watu wengi, yaani Israeli ikawa imeshughulikiwa rohoni mpaka ikasimama. Ni nani atakayefanya kazi hiyo? Ni wewe usiku wa leo, ambao utakaoambia Roho Mtakatifu, unaona hali ya kanisa katika roho vile ilivyo, nipeleke unionyeshe ile ilivyo na kinachokula Israeli, ili kwamba mifupa ipate kuamka tena. Na ninajua ya kwamba baada ya mifupa ile kupata nyama na kuamka na kuwa jeshi kubwa, hali ya Israeli iliboreka ikawa sawa. Usiku wa leo tutakapochukuliwa katika roho, ninakuomba kwamba utakapoingia katika maombi using'ang'ane kwa akili zako, jiachie kwa Roho Mtakatifu, mwambie Bwana, niko hapa. Ingia katika roho, acha kupeleke, acha safiri na wewe katika roho kama alivyosafiri na Ezekieli, akuonyeshe ni hapa, akupeleke mpaka kwenye mifupa, akuonyeshe hivi ndio familia fulani inakaa, akuonyeshe hivi ndio familia fulani inakaa. Tabiri iwe hivi ndio mzee fulani amefungwa, tabiri afunguliwe. Unamfungua katika roho pale, na ukishuka katika mwili unasikia yule mzee siku hizi alipona. Ni kwa sababu ulipelekwa mpaka rohoni, ukakata kamba zilizomfunga, ukakata nira, ukakata nyororo, na hatimaye unamwona yu mzima. Wale waliokuwa wanamuombea Petro akiwa gerezani walikuwa wamekusanyika kwenye nyumba wakiomba, na walipokuwa wakiomba, nguvu za maombi zilienda mpaka wapi? Mpaka gerezani. Zikakata nyororo, zikafungua mlango wa kwanza, zikafungua kilango, mlango wa chuma, mpaka zikamtoa Petro nje. Na alipotoka akaenda mpaka nyumbani, anawabishia walioomba. Unajua tu jinsi ambavyo hata wao pia nao walishangaa. Ni ile hali ya kusema, naomba nimulikie Bwana, lakini naona maajabu tena Bwana akimulika. Yaani waliomba ya kwamba Petro afunguliwe. Sasa amefunguliwa, ndio huyo anabisha tena, wanasema hapana, wewe mtoto una wazimu. Hawaamini tena. Lakini tunachokijua ni kwamba nguvu ya maombi iliyoombwa ilitembea mpaka gerezani katika ulimwengu wa roho, ikatembea ikakata. Yaani malaika akatumwa pale, akampiga Petro bavuni. Angalia operesheni hiyo iliyosababishwa na watu walio katika maombi. Tukiwa hapa kuna malaika atatumwa. Sisi ndio tunatuma malaika. Na malaika kutokana na maombi yetu anasafiri mpaka kwa yule mama aliyefungwa. Anapigwa bavuni, anaambiwa toka gerezani la kurudi nyuma. Tunamwona amekuja tena hapa mwenyewe. Malaika wa Bwana kutokana na maombi tunaomba anatumwa. Walipoomba malaika alitumwa gerezani. Biblia inasema malaika akampiga ubavuni, akamwambia Petro, amka. Waliotuma malaika katika ulimwengu wa roho ni nani? Ni wale waliokuwa wanaomba. Usiku wa leo kuna malaika wanangoja kazi. Haleluya! Usiku wa leo kuna malaika wanangoja kazi. Tukiomba tu wanatumwa. Tukiomba tu wanaenda kupiga watu mbavuni na kuamsha, na mambo yatakuwa mazuri. Tukiomba katika roho kuna mifupa itaamka.